Activist wa hapa nchini Kenya ama mwanaharakati wa hapa nchini Kenya Boniface Mwangi ambaye pia ameweza kupotea tu kwa siku kadhaa sasa hivi baada ya kusemekana kwamba ameweza kuwa ama alikuwa arrested kule Tanzania, ambao pia ni baadhi ya activists ambao pia walikuwa wameweza kufika kule Tanzania kuweza tu kuenda kusikiza kesi ya Tundu Lissu ambaye pia ameweza tu kuweza kuhukumiwa na kesi ya treason kule Tanzania, ambaye pia ni mpinzani mkuu wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia tu ni kiongozi wa chama cha Chadema ambaye pia ni mwaniaji wa rais katika uchaguzi ujao, lakini sasa hivi ameweza kufunguliwa tu mashtaka ya treason, ikisemekana tu ya kwamba ameweza kuchochea watu kule Tanzania ama kujaribu tu kuweza kuharibu nchi. Lakini tu baadhi tu ya activist hapa nchini Kenya wakiongozwa tu na Boniface Mwangi ni baadhi tu ya watu ambao pia walikuwa wameweza kufika kule kuweza kusikiza kesi ya Tundu Lissu, lakini kwa bahati mbaya pia waliweza kupatana tu na mkono wa sheria wa kule Tanzania na mtu ambaye pia alikuwa ameweza kupotea kwa siku kadhaa sasa, ambaye pia ni Boniface Mwangi, kwa sababu tuliweza kuona wakina Martha Karua waliweza kurejeshwa, aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga pia yeye aliweza kurejeshwa tu hapa nchini Kenya, lakini Boniface Mwangi ni mtu ambaye pia alikuwa missing karibu siku tatu ambazo pia zimeisha sasa hivi, na watu wengi tu walikuwa na raise concern pale katika social media kuhusiana tu na kupotea kwa Boniface Mwangi, watu wengi tu wakilaumu serikali ya Kenya kujaribu kuweza kushirikiana na serikali ya Tanzania kuweza kumficha Boniface Mwangi, lakini kwa bahati nzuri tu ameweza kupatikana kule sehemu za pwani mwa Kenya tu, akisema tu ya kwamba aliweza kuwa deported na kuweza kuachwa kwa msitu, na inasemekana kwamba hivi yuko hali mbaya zaidi na ameweza kimbizwa hospitali na familia yake, ambao pia wameweza kutoa taarifa pale katika mitandao za kijamii wakiconfirm tu tayari Boniface Mwangi ameweza kupatikana kwa msitu kule sehemu za pwani mwa Kenya ama sehemu tu za Mombasa kule, sijajua ni wapi exactly, lakini tayari tu wameweza kutoa taarifa akisema kwamba waliweza kumsafirisha kwa gari na kuweza kumtupa tu kwa msitu, ikisemekana tu ya kwamba yuko hali mahututi na huenda tu ameweza kimbizwa hospitalini kuenda kutibiwa baada tu ya kuweza kuwa deported kutoka kule Tanzania na kuweza kupotea siku tatu katika mitandao za kijamii, kitu ambacho pia familia yake ilikuwa tu na wasiwasi. Ni issue ambayo pia tutakuwa na follow pale katika mitandao za kijamii, yeye mwenyewe tu aweze come out clear kuweza kusema kipi ambacho pia kiliweza kumtokea. Kumbuka katika Udaku 254 chelewe kupatia story ambazo za trend mitandaoni, una make sure umesubscribe kwenye YouTube channel. Baby wa baby now. Alafu huyu ni baby. What's it called? Blue band? Mafia muscular. You know what? Yeah, this is it.